swala la maandalizi ya 88. Tunataka tufahamu kwamba kwenye 88 mwaka huu wa 2026. Kwanza halmashauri ya mji Njombe tumejiandaa vipi? Maandalizi yalikuwaje na mpaka hadi sasa hivi tumefikia wapi? Ndugu mtangazaji, maandalizi yamefanyika vizuri. Kifupi, kwa upande wa halmashauri ya mji Njombe tumejiandaa kushiriki maonyesho ya 88, maonyesho ya wakulima ya 88 vizuri, na maonyesho yale yanahusiana na masuala ya wakulima kwa ujumla, kwa maana ya sekta ya kilimo, mifugo pia na uvuvi. Kwa upande wetu tumejiandaa vizuri, hasa katika sehemu ya kilimo, ya mifugo na uvuvi. Hapa tulikuwa na watu ambao wakulima na wafugaji ambao wameshindanishwa. Jumla walikuwa 7 kwenye ngazi ya mkoa, na hawa wakulima na wafugaji wote wamefanya vizuri. Sasa wanakwenda kushindana kwenye hatua ya kanda, kwa maana ya kule 88. Kwa hiyo max za huku tayari, sasa wanakwenda kushiriki kule kwenye ngazi ya kanda. Lakini pia tuna waonyeshaji wengine wa bidhaa nyingine, hatujawaacha nyuma. Tuna wabunifu mbalimbali kwenye sekta ya kilimo, pia kwenye sekta ya mifugo na uvuvi, ambao nao watashiriki maonyesho ya 88. Tutakuwa nao pale zaidi ya 20. Kwa ukijumlisha pamoja na hawa 7, jumla wanakuwa ni 27 watakao kuwepo kwenye banda letu, na wamejiandaa vizuri. Kwa hiyo ni wapi ambao watapeperusha bendera ya halmashauri kimkoa kwa kutoka hapa halmashauri ya mji Njombe? Kimkoa watakao peperusha bendera ya halmashauri wako 3. Na hawa wamekuwa kwenye sekta ya mifugo kwa maana ya ng'ombe wa nyama, lakini pia wapo kwenye upande wa uvuvi na mkulima wa mahindi. Hawa wote watashiriki kwenye maonyesho ya 88 wakiwa wanapeperusha bendera ya halmashauri ya mji Njombe. Kwa kifupi, mtazama au msikilizaji atataka kufahamu ni vigezo vipi ambavyo vilitumika kuwapata hawa wakulima na wafugaji ambao ni bora kimkoa? Ndugu mtangazaji, vigezo ni vingi, lakini nitataja baadhi yake ambavyo vimewapelekea hawa kufikia hiyo hatua. Kwanza, moja, tulitoa tangazo la wao kujitokeza, hasa kwa wale wakulima wanaofuata kanuni bora za kilimo, lakini pia wale wanaofuata kanuni bora za ufugaji bora wa mifugo mbalimbali, kwa sababu kila mfugo una kanuni yake ya ufugaji. Ili mfugaji aweze kushindanishwa, ni lazima akidhi vigezo vya kufuata kanuni za ufugaji wa aina ya mfugo anaofuga, hasa banda bora, lakini pia aina ya ufugaji kwa maana ya ufugaji wa ndani ama wa nje, lakini pia aina ya miundombinu anayoitumia kwa maana ya mabanda, ama anatumia eneo la wazi ambalo limetengenezwa special kwa ajili ya hiyo mifugo. Haya, kama ni upande wa mabwawa ya samaki, yawe ni mabwawa ya samaki ambayo anafuga samaki kisasa, maana yake samaki wanaweza kupata lishe, lakini wana miundombinu bora kwa maana ya mabwawa yamejengwa vizuri kwa njia za kitaalamu, lakini pia analisha chakula kwa wakati, lakini pia na kutoa matibabu pale ambapo panahitajika, na kushirikisha wataalamu mbalimbali ambao wanahusika na hiyo sekta. Na pia awe ni mmoja wapo anayeweza kushiriki pia nafasi ya kutoa elimu pia kwa wafugaji wengine au wakulima wengine. Hawa wakulima wapo wapi? Mtu anataka kufahamu huyu mfugaji aliyepatikana anapatikana kata ipi, huyu mtu wa samaki, lakini huyu mtu wa mahindi. Kwa upande wa mfugaji wa samaki ambaye amepata nafasi ya kushiriki maonyesho ya 88 kama mshindi kwenye mkoa wetu, huyu yupo Magoda, kata ya Uwemba, na ni mfugaji mzuri ambaye jina lake anaitwa Upendo Shari. Huyu ni dada yetu, anafuga kisasa samaki pale, na tunatamani kuwaona pia wafugaji wengine wa samaki wanaotaka kujifunza waende wakajifunze pale Magoda. Kuna teknolojia nzuri, watapata elimu nzuri, na wao pia watakuwa wafugaji bora. Okay, moja kwa moja wataenda huko Mbeya kwa sababu tunajua kitaifa inafanyika huko, au ni hapa Njombe napo kuna maandalizi ambayo yamefanyika? Ndugu mtangazaji, nilikuwa natoa wito kwanza, unaweza kwenda kumuona huyu Upendo Shari kule Mbeya, lakini kumbe anapatikana Njombe hapa ambapo ungeweza kutoa nauli ya 2000 au kaenda kwa miguu ukaenda kumuona pale Magoda. Kwa hiyo nilitaka niliseme hilo, lakini tunawaalika watu wote, wakulima na wafugaji, kwenda kushiriki maonyesho ya 88 hata kama ni siku moja. Watajifunza teknolojia, watajifunza vitu mbalimbali, watakapokuwa wanarudi hawatakuwa kama walivyoenda. Okay. Kwa hiyo ina maana ni hapa. Maonyesho ya 88 yanafanyika kikanda, yanafanyika Mbeya. Ndio. Wanakwenda kujifunza kule, tunawaalika wakulima na wafugaji mbalimbali waende wakajifunze, lakini
kutokana na hao washindi wetu ambao wanashiriki kule maonyesho yale kwa maana ya kushindana, wanatokea kwenye halmashauri yetu ya mji Njombe. Okay, ambao wanaenda kuwakilisha kule. Yeah. Okay, maana kwa baadhi ya maeneo pia tumeona wamefanya kimkoa, alafu bado tena tunaona wanaenda kule. Kwa ndo maana nilikuwa nataka hilo tuliweke vizuri ili ijulikane kama hapa pia kuna kitu kinafanyika na pia kuna kule watu wataenda pia. Kwa hapa pia hamna lolote ambalo limefanyika. Kilichofanyika kwa hapa halmashauri ya mji Njombe ni kuwapata hawa ambao ni wakulima hodari ambao wataenda kushiriki maonesho ya 88 kanda. Kwa maana ya kwamba ule mchakato wa kuwapata huwa unafanyika kila mkoa na kila kanda. Kwa hiyo kwa hapa ulishafanyika kwa maana ya kama alivyoelezea kwamba tangazo lilitolewa, wakajitokeza kwamba mimi ninajiamini ni mfugaji bora wa samaki. Kwa hiyo karibuni kwangu muone na uwezo wa kwenda kuonesha kitu na watu wakajifunza kutoka kwangu. Mimi ninajiamini ni mfugaji wa ng'ombe hivyo. Kwa hiyo walivyojitokeza, kuna timu ambayo huwa inakuja inafanya assessment na kuona kwamba je, kweli huyu amekidhi vile vigezo ambavyo vinahitajika kwa ajili ya kwenda kusaidia, kwa sababu 88 sio tu kwamba watu wanaenda kwa ajili ya kuonesha vitu vyao. Teknolojia wanayoitumia katika yale maonyesho ndio ambayo inatakiwa. Kwa hiyo sisi tunasema kwamba 88 ni fursa ya mtu kupata teknolojia mpya ili aweze kupata tija kwenye sekta ya kilimo, kwenye sekta ya mifugo, kwenye sekta ya uvuvi, lakini pia kwenye masuala ya ushirika. Kwa hiyo huyu mkulima wetu au mfugaji wetu ambaye ametoka hapa Njombe, pamoja na kwamba ataenda kuionyesha teknolojia yake ambayo anaitumia kwenye kilimo au shughuli ambayo anaifanya hapa Njombe, lakini tunatarajia kwamba na yeye ataenda kujifunza kutoka kwa waoneshaji wengine ambao watakuwa wametoka maeneo tofauti ya kanda ya Nyanda za Juu Kusini, na ile ataileta hapa ili kuwasaidia wakulima, wafugaji pamoja na watu wengine kwenye sekta huu mnyororo mzima wa kilimo, mifugo na uvuvi waweze kupata tija kwenye nini? Kwenye uzalishaji. Okay. Hilo ndio jambo la msingi sana ambalo kila mwananchi anapaswa kufahamu. Ndio maana hata anaposema kwamba wananchi waweze kufika, unaweza ukashindwa kufika Mbeya, lakini hapo Magoda unaweza kwenda kwa bodaboda 2000 ukafika kwenda kujifunza. Au wengine wako jirani kabisa hapa, unaweza ukatembea ukafika ukajifunza, mradi tu unahitaji kweli kufanya kazi ya ufugaji wa samaki. Okay. Watu wengi wamekuwa wanasema kwamba kwenda huko kwenye hayo maonesho 88 wakati mwingine hakuna umuhimu, kwa sababu uwezo kujifunza kitu kwa siku moja au kujifunza kitu kwa siku mbili. Ili unalizungumziaje afisa? Huo ni mtazamo ambao ni mtazamo hasi. Ndio. Mtazamo chanya ni kwamba mtu yote ambaye anafanya uzalishaji wa mazao ama anafanya ufugaji wa wanyama au mfugaji wa samaki, ni kwamba kila siku teknolojia zinabadilika. Ndio. Anapokwenda kule anakwenda kujifunza teknolojia tofauti kutoka kwa wengine waliofanya vizuri zaidi kuliko hata yeye. Kwa hiyo ile siku moja tunayomwambia mtu aweze kushiriki, na anapokuwa anashiriki kule kwenye maonyesho ya 88 ni kwamba atapita kwenye mabanda mbalimbali na akishapita kwa kwenye banda la kwetu, mtu ametoka Njombe, tutamuelekeza teknolojia fulani inapatikana mahali fulani ili asipoteze muda, kwa sababu eneo lile ni kubwa sana. Tutamuelekeza kwamba aelekee upande huu, kuna teknolojia 1 2 3, atajifunza, atachukua kile ambacho anakiona kwamba yeye kwake kinamfaa, kwa sababu kuna teknolojia nyingi ambazo zinaonyeshwa, kwa maana teknolojia bora ambazo zimeboreshwa na watu wanaweza kuzitumia ili kuongeza tija ya uzalishaji. Kwa hiyo siku moja inatosha. Siku moja inatosha. Wengi wanasema kwamba wengi sasa hivi wanakuwa wale ambao unakuta wanauza simu, wale ambao promotion zinakuwa nyingi, unakuta kile ambacho kimedhamiliwa, kwa mfano masuala ya kilimo na nini, haviwi vingi kama wale ambao wanashusha bei za mitumba kule. Jamani, kutoa kwamba uwanja ule wa maonesho ndio una kila kitu. Kwa hiyo kila mtu ambaye anafika kwenye vile viwanja anapata kile kitu ambacho anakitaka. Hapo tunasema kwamba unavoenda kwenye eneo nenda kimkakati. Kwanza fahamu unataka nini. Ukishajua unataka nini, hauwezi kukosa. Alafu ukifika kwenye banda, siku moja haikutoshi lakini umekutana na mtaalamu pale, omba mawasiliano
wale watu tunatembea na vipeperushi, watu wana simu sasa hivi, kila kitu kinafanyika kidijitali. Chukua mawasiliano, mwambie tu kwa muda wako nitakutafuta wakati mwingine, hata niweze kukutembelea nyumbani kwako au eneo lako la unapofanyia shughuli yako hii ambayo umeleta kuja kuonesha hapa. Hivyo ndivyo ambavyo watu wanajifunza. Katika bwawa langu labda la kufugia samaki, yule mtaalamu mkulima wetu sasa ataelezea pale, utaona. Lakini kwa siku moja kweli unaweza usielewe, lakini unapokuja sasa mnakaa, unapanga kabisa safari, nakuja ukaa siku 2 siku 3. Mimi nataka nijiwekeze kwenye ufugaji wa samaki kwenye mabwawa. Kwa hiyo niende nikatumie siku 3 nijifunze kwa undani. Lakini nilimpata vipi huyu mtaalamu? Kupitia 88. Na ndio lengo la 88, liwakutanishe watu mbalimbali kutoka maeneo tofauti tofauti. Wanafamilia mmeelewa bwana kwamba kila kitu kipo. Yaani kila kitu kipo. Mkiona watu wanafanya promotion zao za simu na nini, ni mambo ambayo yanatakiwa yawepo, yale